Hiyo. Diwani uko wapi? Mheshimiwa Diwani, hebu tuambie hilo eneo. Sisi kule Usukumani pale kijiji chetu tulipo pale kwenye kile kijiji chetu huwa tunaita nchi hii. Kwa mama akisema ile ni kata, ile kijiji chake ni sawa. Sisi tunaitaga kile kijiji ndio unasema nchi hii. Kienda kijiji cha jirani wanasema alienda nchi ile. Asante Mheshimiwa Waziri. Nimuuliza makala huko Wanyirambo anasema nchi hii. Ni kweli kumekuwa na changamoto nyingi kwenye mtaa ule. Unalifahamu hili jambo la huyu mama mheshimiwa? La huyu mama hajaifika, japo nimepokea migogoro mingi kuhusiana na mwenyekiti wetu, lakini la huyu mama sijailipokea. Migogoro gani umepokea mwenyekiti? Kuhusiana na kuuza viwanja vya watu, kiwanja kimoja kinauzwa kwa watu 4. Yeye mwenyekiti anauzaje viwanja? Yaani hati moja, kiwanja kimoja kinaweza kawa na hati 4. Kwa nadhani mkuu wa wilaya alishaunda tume kwa ajili ya kufanya uchunguzi huo, na mpaka sasa hizi tunasubiri majibu kutoka kwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili jambo la viwanja vingi la hichi kijiji na hizi tuma mmechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru. Huu mtaa wa Tulieni kata ya Nsemulwa ina changamoto za migogoro ya ardhi, na migogoro hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ilijitokeza mara baada ya wananchi kuridhia pamoja na kampuni ya upimaji wapimiwe viwanja. Kwa hiyo katika kutoa viwanja wapo wananchi ambao hawajapata viwanja, lakini wapo wananchi ambao waligaiwa viwanja mara 2, lakini pia kuna maeneo ambako hii kampuni walipima kwa ajili ya maeneo ya taasisi za umma na yale maeneo yalikuwa na wamiliki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na hiyo changamoto tuliunda tume ambayo iliweza kubaini baadhi ya changamoto ambazo zilisababishwa na mwenyekiti wa mtaa, ikiwemo kuchukua fedha kama 400,000 kutoka kwa baadhi ya wananchi, lakini pia kamati ambayo ilikuwa inahusika na ugawaji. Zimeundwa kamati 2 pale na wananchi, na sasa hivi kuna kamati ya 3. Kamati zote 2 na zenyewe hazikufuata utaratibu ambao walikuwa wamekubaliana, kwa maana hizi kamati pia walikusanya fedha keshi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na changamoto hiyo, yapo ambayo tumeelekeza kampuni waweze kufanya, ikiwemo kuhakikisha wananchi wanapata fidia kama walivyokubaliana, lakini pia upande wa wananchi walikubaliana 40 kwa 60. Baadhi ya wananchi bado walikuwa hawajakabidhi vile viwanja ambavyo vilipimwa, ili vile viwanja wakabidhi kwa kampuni, ili vile viwanja viweze kulipa baadhi ya wananchi fidia, ikiwemo waliopisha kwenye maeneo ya umma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa tunaendelea na mchakato huo wa kuhakikisha wananchi ambao wanadai hii kampuni fidia, wanadai viwanja, waweze kulipwa viwanja vyao, lakini wale ambao wanadai fidia ya viwanja kwenye maeneo waliopisha taasisi za umma waweze kupewa, lakini pia na upande wa wananchi waweze kukubali kuachia vile viwanja ambavyo walikubaliana na kampuni, ili mgogoro uweze kufika mwisho. Sasa kama wananchi walikuwa na maeneo yao, wasiachukue maeneo kabla ya kulipa fidia. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Diwani, mkuu wa wilaya atakuja tena kwenye eneo lako hilo. Maelekezo yako hivi: ndio mheshimiwa, wananchi wasinyang'anywe maeneo kabla hawajalipwa fidia zao. Kwa na huyo mama shamba lake apewe mpaka watakapokuwa yamelipwa fidia. Nimepokea kwa utekelezaji Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mama, si unalijua shamba lako lilipo? Wakurudishie mpaka watakapolipa fidia.